Aswa. Karibu mheshimiwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugu zangu, nipenda kuanza kwa kutoa rambirambi zetu sisi watu wa Kwale. Katika yenu iko nisema mchangani, sio? Natoa rambirambi kutoka kwa ndugu zenu Kwale. Natoa rambirambi kutoka kwa Wakenya wote pia, sababu tumempoteza kiongozi wetu ambaye kwa hakika maendeleo ya Afrika Mashariki asingekuwa amefika hapa alipofika kama si yeye kuchangia mchango. Rambirambi zaitotoka kwa familia yake, kwa sababu ni familia ambayo kuna marafiki wa dhati na wao. Hata alipokuwa mgonjwa, ugonjwa umeanza, maradhi yameanza, sisi tulikuwa kutoka Kwale tukaenda Afrika Kusini kumpa pole na kumwambia dua. Urafiki wetu ulikuwa ni kiwango cha juu sana. Balozi pamoja na kakake marehemu Bakari Mapacho na familia alikuwa akija kwetu Kwale, ishara kuwa udugu wetu upo, urafiki wa hali ya juu, na kwa hakika na sisi tuna majonzi sana. Mheshimiwa Balozi na mimi tulijuana wakati yeye ni balozi Ufaransa na mimi balozi Zimbabwe. Tulikutana tu hivi hatujuani, lakini aliponiuliza toka wapi, mimi natoka Kwale na natabia kusema mimi Mdigo. Niliposema hivyo akaanza kusema alhamdulillah. Basi tukao uhusiano ukashika mkono zaidi. Wake zetu, watoto wetu, kwa kuna harusi kwetu, familia yake kwa huja mwenyewe. Kwa hivyo kwa hakika na majonzi si ya urafiki tu, bali ya udugu wa ndani kweli. Sisi tu Waislamu natajua katika Qur'an tukufu tuambiwa kila mmoja ataonja mauti. Si jambo rahisi kulikubali, lakini ni hivyo. Waliotangulia tuzidi kuombea, lakini pia Qur'an yatuambia kuwa maisha hapa duniani sisi binadamu tumeyapenda sana, ile hali maisha ya akhera ni bora zaidi. Bal tu'thiruna min al-hayat dunya wal akhiratu khairu. Sunni nasoma Qur'an 19 Kwa kila mtu lazima asome Qur'an. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuombea waliotangulia. Mwenyezi Mungu aweke peponi. Wengine usema mahali pema peponi, lakini pepo hakuna pema na ambapo sio pema. Kwa hiyo sisi usema mahali pake peponi. Tuomboleza pamoja nanyi. Nimekuja hapa na mke wangu ambaye ana marafiki wa karibu sana na mkewe marehemu ndugu yangu. Kwa hivyo tuwakilisha wenzetu walio Kwale. Poleni sana ndugu zangu, poleni sana familia, tena sana. Kwa hakika tumempoteza ndugu yetu, tumempoteza kiongozi ambaye kwa hakika achukuliwa kwa hali ya juu kote duniani. Sababu tuenda kwa mazishi, tutamalizia tu kwa kusema
inna lillahi wa inna ilaihi